Karibu Yesu mahali hapa, karibu Yesu kwenye huduma hii. Tunakufungulia malango, Yesu Kristo, tunakufungulia malango, Baba wetu na Bwana Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tunakualika mwaka 2026 uwe sehemu ya maisha yetu, uwe sehemu ya maisha yangu, uwe sehemu ya kunitetea, uwe sehemu ya kuniwezesha. Niwezeshe Bwana, niimarishe Bwana, tembea na mimi Bwana. 2026 malango yangu ya huduma yafunguke, malango yangu ya kazi yafunguke, malango yangu ya mema yafunguke, malango ya kibali changu yafunguke, malango ya uchumi wangu yafunguke. Ninakufungulia mlango. Karibu Yesu mahali hapa, katika jina la Yesu hai, kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo anayeishi, Yesu Kristo anayetawala, katika jina la Yesu ninakualika, ninakukaribisha. Yesu Kristo asante kwa kuwa pamoja na sisi. Yesu Kristo asante, utatukaribisha kwako. Yesu Kristo asante, utatufunika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba pokea sifa, Baba pokea utukufu, Baba pokea heshima, Baba pokea mashangilio. Ninakualika tena katika jina la Yesu aliye hai. Ishamakantopeleka. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Malango yako yakafunguke mwaka huu. Amina. Nasema malango yako yakafunguke mwaka huu. Amen. Malango ya mema yafunguke mwaka huu. Amina. Malango ya kibali yafunguke mwaka huu. Amina. Malango ya shamba yafunguke mwaka huu. Amina. Malango ya afya yafunguke mwaka huu. Amina. Malango ya uchumi yafunguke mwaka huu. Amina. Malango ya shamba yafunguke mwaka huu. Amina. Katika jina la Yesu, huu ni mwaka wako. Amen. 2026 ukarejeshewe. Amina. Katika jina la Yesu. Sema amen. Ninakukaribisha tena kwenye neno kwa muda mchache, alafu tuendelee tena na kipindi kizuri cha maombi ya kufungua malango. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 20. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 20. Biblia inasema tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Sema amen. Amen. Nataka niseme neno la msingi jioni leo. Tunapozungumza malango ya mwaka 2026, mwenye jukumu la kufungua malango ni wewe. Hebu sema mimi ndiye mwenye jukumu la kufungua malango yangu. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu atakaye kukusaidia kufungua malango yako. Ni wewe Janet, ni wewe Emmanuel, ni mimi Vedasto, ni wewe Rai, ni wewe Rai. Maana Yesu anasema niko mlangoni ninabisha. Mwenye jukumu la kuendea mlango, ukapigia mlango, ukafungua kufuli, ukafungua kitasa chako, Yesu akaingia kwako, ni wewe. Anasema tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti, niko Yesu ninagonga. Mwaka huu uwe sehemu ya jukumu la kufungua malango yako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema hivi, mwaka huu uwe sehemu ya kufungua malango yako ya huduma. Amen. Mwaka huu uwe sehemu ya kufungua malango yako ya kiafya. Amen. Mwaka huu uwe sehemu ya kufungua malango yako ya kibali. Amen. Mwaka huu uwe sehemu ya kufungua malango yako ya kibiashara. Amen. Mwaka huu uwe sehemu ya kufungua malango yako ya kiuchumi. Amina. Unafunguaje malango yako ya kiuchumi? Moja, kubeba uwepo wa Mungu ndani yako. Kumbeba Yesu ndani yako. Jinsi ya kufungua malango yako kiuchumi. Moja, kubeba uwepo wa Mungu ndani yako. Kumbeba Kristo kama hivyo. Kumdai Kristo kama hivyo. Maana yake watakapomkaribisha Yesu kwenye maisha yako, wachawi wengine kuroga wakikukuta huko na Yesu wanasema yule dada ni moto ulao, achana naye. Wale wanaotaka Yesu ndio hao. Yes. Kwa sababu alimbeba Yesu. Amen. Ukimbeba Yesu akija kuroga,
nne yuko ndani yangu. Alimbeba Yesu Kristo, Shadraka, Meshaki na Abednego wakaingia kwenye tanuru la moto wakiwa watatu. Walipoingia kwenye tanuru la moto, Shadraka, Meshaki na Abednego wakaingia mtu wa nne. Biblia inasema hawakuteketezwa. Yanakuja majaribu ndani ya nyumba yako, mara kumbebeba Yesu kavuka. Watatuma mauti kwenye nyumba yako, wakija kuleta wamuue huyo mtu, hata ndugu yako. Wanasema kwa sababu ya huyo dada, kwa sababu ya huyo kaka, kwa sababu ya huyo mama, wanasema kuna mtu ane yuko ndani yao. Wanasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yeye yao. Unaonaje wakaumbebe Yesu Kristo? Nasema wakaumbebe Yesu Kristo. Nani nitawatua? Najua nayo mizigo ya umaskini, mpelekee Yesu Kristo. Najua nayo mizigo ya magonjwa, mpelekee Yesu Kristo. Najua kuna mambo yanakusumbua, mwaka huu mwite Yesu Kristo, naye atakusaidia tena katika jina la Yesu. Nasema atakusaidia kwa jina la Yesu. Iko faida. Mtu mmoja alikuja kunitembelea ofisini siku moja, nikaanza kuomba naye wakati naomba. Yale mambo yakaomba. Sema wewe una kelele kila kwa kanisa. Tunakuja kanisa linawaka moto, naambia mbona sijaona kanisa likiwaka moto? Nikasema wewe unasema kusema unajua nilishakuja kama mtu wa nne mahali kwa madhabahu hii. Nasema aje mtu wa nne kwenye biashara yako mama. Aje mtu wa nne kazi yako kwa mama. Aje mtu wa nne unapotembea njiani mama. Nimemwambia shetani ni marufuku kugusa taunyayo wangu. Bora nitapanda, rami nitavuka, kaskazini nitaenda, kusini nitatembea, injili nitahubiri, tena kwa chawi nitawaambia wachawi ni mene, ni kunguni, ni viokoto, hawafai, hawana nguvu, hawana uwezo, hakuna mchawi juu ya aliyeokoka. Kwa sababu tunabeba Yesu ndani yetu. Na kuonya, usije ukamwita mchawi mende kunguni kiroboto kama jambele Yesu. Tusitafutiane kesi ya mjini. Mbebe Yesu Kristo. Alafu ukipita kwa mchawi mwambie wewe mchakani, wewe ni mende kunguni kiroboto. Akijaribu kutuma majini yanamrudia. Kanuni ni ile ile, wakijaribu kuchimba shimo wanadumkia wao wenyewe. Wakituma nishari na wageukia wao. Aliyechimba shimo akadumkia yeye mwenyewe kwenye malango yetu katika jina la Yesu. Aliyejaribu kuturoga uchagulie yeye kwa jina la Yesu. Aliyejaribu kuturudisha nyuma arudi nyuma yeye kwa jina la Yesu. Aliyejaribu kutuhamisha kwa yeye kwa jina la Yesu. Sema Yesu Kristo, karibu kwenye malango yangu. Ninakukaribisha. Nimefungua mlango 2026 ili nirejeshewe na kwangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Jinsi ya kufungua malango ya mema mwaka huu. Namba 2, jitenge na watu wanaoondoa utukufu wa Mungu ndani yako. Jitenge na watu wanaoondoa utukufu wa Mungu ndani yako. Jifunze kujitenga kama hivi ambavyo tuko kwenye maombi. Unajua sasa hivi ulitakiwa wewe uwe kwenye mshiriki zako au unapiga umbea kwenye kisauni fulani. Umekuja kujitenga kwa ajili ya Kristo ili malango yako yafunguke kwa jina la Yesu. Amen. Namba 3, ongeza thamani yako. Ongeza thamani yako 2026. Amen. Usipatikane katika ovyo. Amen. Usiwe mwepesi kupita kiasi. Amen. Wewe ni binti, kila mtu unajua. Umegongwa. Nifike mahali pa kutamani, atakuwa ni namba yako ipatikane. Ajaribu kukuseti ile namba zako ipatikane. Utaanza kubeba thamani chini shati. Amen. Haleluya. Hatupatikani kila mtaa. Hatupatikani kila eneo. Amen. Hawezi kutupata ovyo ovyo. Hawezi kuingia tu ovyo ovyo mahali tu umekuta. Hapana. Ongeza thamani yako mwaka 2026. Kadiri unapozidi kuongeza thamani yako, malango yako yanazidi kufunguka. Amen. Kadiri unapoongeza
inazidi kufunguka. Kadiri unavyozidi kuongeza thamani yako, ndivyo na mema yanakujilia zaidi. Mjue sana Mungu, ndivyo mema yatakapokujilia. Ayubu 22:21. Yes. Sindio? Yes. Anasema mjue sana Mungu, sana. Unakumbuka wakati tunasoma sekondari au shule msingi, kuna mtu mwingine alikuwa anawekewa vema, mwingine vema sana. Kumbe kuna kiwango ukiwa unamjua Mungu, Mungu anakuambia unanijua sawa. Kama wale wa dini, nampenda Mungu, nampenda Mungu. Kuna kumpenda Mungu na kumpenda Mungu sana. Kumpenda Mungu sana, unampokea Yesu Kristo, anakuwa Bwana mkuu wa maisha yako. Kumpenda Mungu sana ni kusimama mbele za Kristo kwamba siwezi kufanya uovu, siwezi kufanya mabaya haya, siwezi kwenda kama wao, siwezi kutenda kama wao. Mimi nampenda Mungu. Ni kweli nampenda Mungu, mimi nampenda Mungu sana. Amen. Ongeza thamani yako. Mjue sana Mungu, iwe na amani. Biblia inasema ndipo mema. Kumbe kuna mema hayawezi kuja kwa mtu isipokuwa amemjua Mungu. Kuna mema kwenye afya, kuna mema kwenye kazi, kuna mema kwenye biashara, kuna mema kwenye huduma, kuna mema kwenye kile unachofanya. Kila kumjua Mungu ni kufungua malango yako ya mema. Kila kumwelewa Mungu ni kufungua malango yako ya mema. Kila kumtafuta Mungu ni kufungua malango yako ya mema. Kila kwa uwepo wa Mungu ni kufungua malango yako ya mema. Sema amen. Namba 4. Epuka kusikiliza na kutazama kila kitu. Epuka kusikiliza na kutazama kila kitu. Unapozidi kusikia na kutazama, unachosikiliza na kutazama kinajenga imani yako ndani. Kumbuka tunafungua malango kwanza kwa imani. Imani yako ikipigwa, malango yako yamepigwa. Yesu anakuja kwenye ulimwengu wa roho kama malaika, kama Roho Mtakatifu ndani yako. Maana anapokuja akukute umempokea kwa imani. Tunaokoka kwa imani, tunafungua malango kwa imani, tunapokea miujiza kwa imani, tunatenda makuu kwa imani. Anasema hivi, neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika mema yote. Pengine anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia wote kwa neno. Unasikiliza nini? Juzi nilikuwa naangalia TV. Tumishi wa Mungu mmoja akawa anamwambia binti. Binti alishikwa mapepo ya kichawi kupitia kuangalia movie za kichawi. Akawa anapia kuangalia movie za kichawi mara kwa mara. Mapepo zero zikatia kwenye movie. Unachokiangalia, unachokisikiliza kinajenga ndani yako imani. Kinajenga vitu fulani. Inaweza kuwa ni mlango wa uwezo kufunga malango. Unajua masikio ni malango, macho ni malango, pua ni malango, hii mdomo ni malango, mikono ni malango, miguu ni malango. Unajua kusikia kwamba mikono imagawa damu, miguu hiyo imepesa kukimbia maovu. Unajua kusikia? Tumesikia sana. Macho ya kiburi, malango. Kuna mtu anaweza kuangalia na kushusha, kanisa kushusha kwa mtu mmoja jamaa, umeona? Tayari yale macho ni malango. Kuna kitu kimeingiza ndani yake. Mdomo unashangaa unaingiza malango ya maneno. Umewahi kuexperience ile milango mitano ya fahamu ni malango ya kuingiza ndani vitu na kutoa ndani vitu. Kwenye eneo la kiroho na kwenye eneo la kimwili. Ndio maana nilikuwa nakufundisha afya. Kama unakumbuka somo la afya wiki iliyopita. Nikamwambia jikontrol kwenye vyakula. Mdomo ni mlango wa kuingiza vyakula vibaya. Nikamwambia eneo la afya mwaka huu ili Mungu ashushe eneo la afya na kufungua eneo la kulala. Jiandae kwenye eneo la vyakula siku. Nilishuka na roho kwa Bwana Yesu kama mdomo ni mlango. Unaweza kuumba na unaweza kutapaka uharibu. Ndio kusoma Isaya 57:19. Anasema mimi nayaomba matunda ya midomo. Kwa yeye aliye mbali na karibu na moyo, nayaomba matunda ya midomo. Kumbe matunda ya midomo nini? Ni maneno. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Jambo la tano. Ongeza kiwango chako cha imani. Ongeza
malango yanafunguka kwa imani. Kiwango chako cha imani kikitetereka, umekwisha. Kiwango chako kikipigwa, umepigwa. Kiwango chako kikishuka, umeshuka. Kiwango chako cha imani kikipanda, umepanda. Asifiwe Yesu. Amen. Ili uanze kuona maombi yana matokeo. Hatutamki tu, hatupigi kelele tu. Wewe sikiliza. Ninaposema uchawi umekwisha, umepigwa, lile neno nalipeleka kama neno la imani. Ambaye ataokoka ana Yesu ndani yake, hana imani, anaweza kukemea mapepo mpaka kesho kutwa. Nakumbuka wale wasio kilichowapata nao walienda kukemea mapepo. Walikuwa wanapiga kelele, njoo na wewe ufanye unachofanya ambao utaokoka wewe sikiliza. Uje uone kutanacho. Uje uone kama majini yanakuwa. Nenda wewe mchana kazi kumwambia ni nende nikumwone viroboto. Wewe kama kesho na hapo. Tulishopiga sana wanajua. Wakiona tumepiga nasema wewe mtamaa, hebu kaanai mbarishe. Wanajua wanaambia kwanza ni viroboto imani. Hivi ni nani leo tukana kwenye vingi kama anatoa moto kwenye vingi vyetu. Kila siku anaharibu uchawi wetu. Kila siku anaharibu uganga wetu. Kila siku anaharibu mambo yetu. Ni nani wanakushetu bila rabini. Wakitafuta kwenye vingi vyao watuoni. Wakitafuta kwenye rabini zao tunakosa. Kwa sababu tumesimama na imani. Kwa sababu na yetu kwa moto. Yesu tunakana yetu. Tumependa tuane. Sema mina. Alo, wale watu wa gizani wanafahamu wanaoni balaa. Hata hapa kwenye mwewani wanatuambia ni mchungaji. Yaani huyo mama yetu tumetoka ile kanisa. Yule dada naye ametokea sana. Wanajua kwamba wewe kiwango chako cha imani ni sifuri. Wanajua kiwango chako cha imani ni moja. Wanajua kiwango chako cha imani ni 10. Wanajua kiwango chako cha imani kiko sepa. Kwamba yule achana naye. Msije mkamtaje yule mtu. Yule mama ni balaa. Hebu achana naye atawaharibia. Ongeza kiwango chako cha imani mwaka huu. Amina. Nasema ongeza kiwango chako cha imani mwaka huu katika jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila roho. Hiyo funga malango yako. Sema kwa neno la ufunuo. 3:20. Sema nafungua malango yako. Kwa jina la Yesu. Sema enyi malango. Ninawafungua. Simama tufungue malango. Tuna dakika 15 za maombi. Shaka baba somelea katabayo. Imanda shaka hapo seketeria koja. Shatika abasa tege mando robosika. Ikabashaka yama leo sata ikosha. Sheteria wanatamando siketaya. Baba kwa jina la Yesu. Ni jioni ya siku ya 10 ya mfungo. Ni jioni ya siku ya 10 ya mfungo. Nimesimama kwa imani kwenye hii madhabahu. Chochote ambacho kimefunga malango yetu ya mema, katika jina la Yesu, nimesimama kufungua malango hayo. Shamba tapata teria. Sope teke pasaka. Shiba kata paya. Nafungua malango yangu. Nafungua malango yangu. Nafungua malango yangu. Nafungua malango yetu mwaka huu 2026. 2026 malango yetu yakafunguke. 2026 malango ya biashara yafunguke. 2026 malango ya huduma yafunguke. 2026 malango ya kazi yafunguke. 2026 malango yetu yafunguke kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Baba wa mbinguni, chochote kilichosimama kuyafunga malango yetu, kuyafunga malango yetu, malango yetu ya biashara, malango yetu ya kazi, malango ya huduma hii ya mlima wa Bwana, nasimama mbele za Bwana, napiga kila roho, naharibu kila roho, ninavunja kila roho. Hayo malango ya huduma hii ninayafungua kwa jina la Bwana. Walifunga kwa uchawi wao, walifunga kwa giza lao, acha nifungue kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu.
nisikia sauti, akafungua mlango, nikaingia kwake. Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Shapatayama matoseketa ikabasata satakaria imasataya sobeketaya ibosataya. Kwa jina la Yesu, enyi malango funguka, enyi malango funguka, enyi malango funguka kwa ajili ya huduma zetu, enyi malango funguka kwa ajili ya kazi zetu, enyi malango funguka kwa ajili ya huduma hili, enyi malango funguka kwa ajili ya fursa, kwa ajili ya fursa, kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya fedha, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya afya. Ewe malango funguka chini leo, funguka chini leo, funguka chini leo, funguka siku ya 10 ya maombi ya mfungo wa siku 21 kwa jina la Yesu. Shama kanta Baba, tunahitaji majibu, tunahitaji majibu, majibu ya maombi yetu, tunahitaji majibu, majibu kutoka mahali pa madhabahu. Mbingu zifunguke, mbingu zifunguke, mbingu zifunguke, mbingu zifunguke kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimesimama rapapatasa sedokoya rapapapapapa rapapapapapa, achia malango yetu, achia malango yetu, achia malango yetu, achia malango yetu, achia malango ya kanisa, achia malango ya huduma, achia malango ya huduma, achia malango ya huduma hii, achia malango ya huduma hii, achia malango ya huduma hii ya mlima wa Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ni nani uliyekamata malango ya huduma yetu? Kwa jina la Yesu ninakuamuru ewe Shetani, ninakuamuru ewe mchawi, ninakupiga na achia moto, napiga na hilo, nateketeza kwa jina la Bwana, ninaharibu kwa jina la Bwana, ninakunja kwa jina la Bwana, ninabomoa kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shakapataka ikapataya rapataka pasatakaya ikapasata sopeteliana imasataya sapakataya ikapariaka rapapapato chetekeliana odesatata ikanyabama oposikata katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jioni ya leo, jioni ya leo nayafungua malango ya fursa, malango ya kazi, malango ya huduma. Kila mmoja atakayeingia kwenye maisha yetu, atakayeingia kwenye huduma hii, atakayekanyaga kwenye malango yetu ya kibiashara, ya kihuduma, ya kikazi, ya kiofisi. Kwenye ofisi yako fungua malango, fungua malango kwenye ofisi yako, fungua malango kwenye ofisi yako. Wewe uliyeajiriwa, fungua malango kwenye ofisi yako. Wewe uliyeajiriwa, fungua malango kwenye biashara yako, fanya biashara, fungua malango. Wewe mkulima unayelima, fungua malango. Wewe mfugaji unayefuga mifugo izae, kilimo kionekane unachokifanya, hata mikono yako unayabataya, fungua malango kwenye biashara, kwenye kazi za mikono yako, fungua malango kwenye kazi za mikono yako. Jioni ya leo wewe unayejishughulisha, iwe mjini, iwe shambani, imeandikwa atakubariki mjini, atakubariki shambani, atakubariki mjini, atakubariki na mashambani. Huko huko shambani fungua malango, huko huko mjini fungua malango. Unabataya malango ya baraka zako. Mungu ameamuru mwaka huu 2026 urejeshewe baraka zako zilizoibiwa, zilizochelewa. Roho iliyoibaya uliochemsha leo anakurejeshea kwa jina la Yesu. Rapatapata, tunafungua malango ya baraka zetu, 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 tunafungua malango ya baraka zetu katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Jioni ya leo, saa ya leo, sekunde ya leo, dakika ya leo, satapata seketaria rapatose satarika ramamamu eseketa katika jina la Yesu Kristo. Rimania rapadeke sokediakata satarika rapamama sarikoriaka katika jina la Yesu Kristo. Hayo malango yaliyofungwa ikisipokee baraka zetu, itosipokee ile miujiza, ile neno la unabii ya mwaka huu isitimie. Hayo malango tunayafungua kwa jina la Yesu, tunayafungua kwa damu ya Yesu, tunayafungua kwa mkono wa Bwana. Imeandikwa kwa mkono wa Bwana tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga hao watesi waliosimama, hao watesi waliosimama kutuzuia, waliosimama kutuzuia
kondoo kwenye ulimwengu wa mwili, from spiritual to the physical, from spiritual to the physical. Malango yafunguke kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Enyi malango funguka, enyi malango ya baraka zangu funguka, enyi malango ya uchumi wangu funguka, enyi malango ya kanisa langu funguka, enyi malango ya huduma yangu funguka, katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwana kondoo, Baba wa mbinguni, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, yapata kana o satayana ibasa kanaya ya baba na roseta satayana na manaya ikabasa na kobe ikaya mandala boga sapata kana moya seteke mantasaya ikabasa tayana andara moto seteba sapata koyana imandana moya kosa satoke ya kata amandana mawasika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi malango mwachie, enyi malango funguke katika jina la Yesu. Roho sadaya, achia hatua zetu, achia hatua zetu, achia hatua zetu, achia hatua zetu, achia hatua zangu, achia hatua zangu. Mwaka unataka nipige hatua, mwaka unataka niongezeke, mwaka unataka nistawi, mwaka unataka nirejeshewe, mwaka unataka nifanye huduma, mwaka unataka nifanye biashara, mwaka unataka niende chuo, mwaka unataka nirejeshewe kwa jina la Yesu. Enyi malango funguke kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu. Enyi malango funguke, enyi malango funguka, 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 enyi malango funguka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Shandoro bosi ikamasana, endelea kufungua malango, malango ya kila kitu chako hayatafungwa daima. Biblia inasema na malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa usiku na mchana, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Isaya 60 mstari wa 11 ndipo imeandikwa barabasha kataya sawasawa na neno la Isaya 60 mstari wa 11. Malango yetu tunayofungua hayatakuwa wazi daima, yatakuwa wazi daima usiku na mchana, siku zote za mwaka huu 2026 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi malango mtakuwa wazi daima mwaka huu Bwana, tupate kupokea ile miujiza, tupate kupokea zile baraka, tupate kupokea ule uzima, tupate kupokea yale maisha yetu, ile neno Bwana atakaloachilia mwezi kwa mwezi, wiki kwa wiki, siku kwa siku. Malango yetu yatakuwa wazi daima kwenye hizo biashara, malango yangu yatakuwa wazi daima kwenye hiyo kazi, kazi ya mikono yako, malango ya watoto wako katika shule ya msingi na sekondari na hata vyuo, malango yako yatakuwa wazi daima kwa jina la Yesu Kristo. Tamka, tamka unachokipanga, unakiumba rohoni kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Shanda makata baba soperia kataya iboria